Leo nimekuiteni tena hapa kama ilivyo ada, yanapotokea yale ambayo ni muhimu kuambiana na kutaka yawafikie watu wengi zaidi. Huwa tunawaomba nyie ndugu zetu, ili kupitia zile njia zenu maneno yaweze kufika kwa watu wengi zaidi. Leo nataka kichwa cha mada kikubwa: Watanzania tusikubali kuwakilishwa katika kufikiri. Uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji umekwisha salama, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Watanzania tusikubali kuwakilishwa katika kufikiri. Uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji mwaka huu 2024 umekwisha salama, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Hii ndio agenda kuu au neno kuu ambalo nataka limfikie kila Mtanzania pale alipo, amshukuru Mungu kwamba uchaguzi mwaka huu wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji umekwisha salama. Kwa hiyo ajipe muda wa kukaa na kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya tamko la kumhimiza kila Mtanzania amshukuru Mwenyezi Mungu kufuatia kumalizika kwa salama uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji uliofanyika mwaka huu 2024. Sasa kawaida wanadamu huwa wanaomba sana, lakini wakishapata huwa hawana muda wa kushukuru. Kwa hiyo sauti hii ikimfikia kila Mtanzania apate muda wa kushukuru kwamba uchaguzi umekwisha salama, na wajibu wake apate muda naye pia amshukuru Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, juzi tarehe 27 mwezi wa 11 mwaka 2024, siku ya Jumatano, tuliojiandikisha tulishiriki kupiga kura ili kuwachagua viongozi wetu wa ngazi za mitaa, vijiji na vitongoji katika kipindi cha 2024 hadi 2029. Kazi hiyo tulifanya juzi, wale ambao tumejiandikisha. Ndugu zangu, pamoja na changamoto zilizojitokeza katika baadhi ya maeneo, bado tunawajibika sote kwa pamoja wa Tanzania kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumalizika uchaguzi kwa salama na amani. Lugha maarufu, lugha nyepesi fupi ni kusema tunakushukuru wewe Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji mwaka huu 2024 ulikuwa bora sana na ulikuwa salama sana kwa mitazamo mitatu. Uchaguzi wa mwaka huu ulikuwa bora sana na ulikuwa salama sana kwa kuiangalia mitazamo mitatu. Mtazamo wa kwanza, tukiulinganisha uchaguzi wa mwaka huu 2024 kwa ujumla wake na ule uliopita mwaka ule 2019, huu wa sasa una afadhali kubwa sana kuliko ule uliopita, kwani ule ulionyesha sura ya kushinda tu kuliko huu ambao umeonyesha sura ya kushindana, japo uwiano katika kushindana bado ni changamoto. Lakini ukiulinganisha ule na ukaulinganisha huu, uchaguzi una nafuu kubwa sana. Unaweza ukausifu kwamba umepita salama sana. Hoja ya pili, maneno ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyoyatoa hadharani kwamba masanduku yanavyosema ndivyo hivyo matokeo yatoke. Masanduku yanavyosema ndivyo hivyo
matokeo yatoke. Huo ni ushahidi wa wazi kuwa pamoja na kwamba yeye Mheshimiwa Rais chama chake kimo katika ushindani, lakini anaamini kwamba katika kushindana kuna kushindwa pia. Hilo ni neno la faraja katika uchaguzi unaoshirikisha vyama vingi vya siasa. Yule kiongozi mkuu wa nchi akifikia mahala anasema yale masanduku yanavyosema ndivyo na matokeo yaseme hivyo. Akiyatamka hayo kiongozi mkuu wa nchi, hilo ni neno la faraja sana, na neno ambalo ukiuangalia uchaguzi uliopita na uchaguzi huu, neno hili linaufanya uchaguzi wa mwaka huu kuwa bora na salama na mzuri zaidi. Maelekezo ya Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi kwamba zile sababu zilizochangia kuenguliwa kwa baadhi ya wagombea vyama pinzani zipitiwe na zitazamwe ili zile ambazo ni nyepesi zisiwazuie wagombea kuingia kwenye ushindani. Katibu Mkuu ambaye ni mtendaji mkuu wa chama anaelekeza kwamba zile sababu ambazo ni nyepesi na zimewafanya baadhi ya wagombea wapinzani wakaenguliwa, sasa zitazamwe upya. Ikibidi zile ziangaliwe kwa wepesi wake na wale warudishwe waingie kwenye ushindani. Kitendo hicho kutamkwa na Katibu Mkuu wa chama kinachoshiriki uchaguzi wenye ushindani ni ushahidi wa wazi wa ubora wa uchaguzi huu wa serikali za mitaa na vijiji na vitongoji katika mwaka huu 2024. Kwa yule ambaye ataziangalia hoja hizi tatu, kwanza akaulinganisha uchaguzi huu na ule uliopita 2019, pili akaliangalia neno la mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ndiye rais wa nchi lakini bado anataka masanduku ndio yatoe majibu, tatu Katibu Mkuu naye anaona vile visababu vidogodogo vilivyochangia kuenguliwa baadhi ya wagombea viangaliwe, kibidi warejeshwe. Katika sura kama hii uchaguzi huu unakuwa ni bora zaidi kuliko uchaguzi ule uliopita. Ndugu zangu wanahabari, ukiuangalia uchaguzi wa mwaka huu 2024 kwa kutazama mitazamo ya njia nyingine tatu, kwanza ukiulinganisha na ule uliopita wa 2019, pili asilimia za wanaolalamika, wale wanaoona kwamba haki imetendeka na wale ambao wanaona haki haikutendeka. Ukiangalia zile asilimia, nani wanalalamika, nani wanapongeza, ukiangalia hivyo, kisha ukaangalia wale ambao tumejaaliwa tukafika katika vituo vya kura tukashiriki kupiga kura, ukiziangalia njia hizo tatu, ni vyema Watanzania tutamke kwa pamoja kwamba uchaguzi ulikuwa mzuri na salama. Hivyo tumshukuru Mwenyezi Mungu. Ni vizuri sema niba kuangalia njia hizi, kwa hakika namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba huko tulikotokea na leo tuko hapa, kwa kweli tumshukuru Mwenyezi Mungu. Na tumefundishwa sisi kwamba kama mkishukuru neema za Mungu mtazidishiwa. Kwa tushukuru ili Mwenyezi Mungu atuboreshe zaidi huko tunakoelekea, tuwe na uchaguzi ambao umesafika zaidi kwa asilimia nyingi zaidi. Ndugu wanahabari, lakini tusiache kutumia fursa hii kutamka au kusema mambo yafuatayo. Kwanza, tutumie fursa hii kuwapa pole. Tutumie fursa hii kuwapa pole wale wote ambao walikumbwa na misiba, matatizo kadhaa yaliyosababishwa na kuhusishwa na kadhia za uchaguzi. Tumie fursa hii kuwapa pole. Ni wanadamu wenzetu wale, ni ndugu zetu, ni Watanzania wenzetu. Na tuviombe vyombo vya ulinzi na usalama kuwakamata wale walohusika na uhalifu ule na kuwafikisha mahakamani, ambako ndio kwenye lugha mashuhuri kwamba ndio kwenye chombo cha sheria, wale wote katika ambao wametuhumiwa na mauaji yaliyoripotiwa
na uhalifu mwingine ulioripotiwa. Tutumie fursa hii tuwape pole wale ambao wameguswa, na tumeguswa sote, ila kuna ukaribu na umbali. Alafu baada ya hapo sasa tuviombe vyombo vichukue hatua kwa wale ambao wamefanya uhalifu ule. Wale wazazi, familia, ndugu na jamaa wote wa karibu waliokumbwa na misiba na changamoto zinazohusiana na kadhia ya uchaguzi wa serikali za mitaa, vitongoji na vijiji, tuwape hivyo, tuungane nao. Na insha Allah jeshi la polisi na tume ya uchaguzi na sisi wadau kwa pamoja tushirikiane kukemea uhalifu wa aina yoyote na mauaji yanapotokea, bila kujali siasa, bila kujali vyama, bila kujali nini. Uhalifu tuupe sura ya uhalifu, na wema tuupe sura ya wema, bila wema kuhusisha na vyama au bila ubaya kuhusisha na vyama. Yani tuwe na tabia ya kuchukia ubaya, tuwe na tabia ya kuona uzuri. Kwani roho ya mwanadamu ina thamani ambayo hailinganishiki. Yani huwezi ukafanya utafiti mpaka ukaona roho ya mwanadamu ni halali kuipoteza au kuidhuru. Hiyo sio sawa. Dini haikubali, serikali haikubali, na jamii pia haikubali. Kwa hiyo tushirikiane wote kukemea kwa pamoja. Tusijenge picha kwamba wale wanafurahia mauaji. Tusifanye hivyo, tusijenge picha hiyo. Pili, tuwapongeze wenzetu waliopewa dhamana ya kusimamia mchakato wa uchaguzi, ambao ni watendaji wa serikali za mitaa, vyama vyote vilivyoshiriki uchaguzi, wakiwemo viongozi wakuu wa siasa, chama tawala, vyama pinzani. Tusiache kuwapongeza, tuwapongeze. Na pia tuvipongeze vyombo vya ulinzi na usalama, haswa jeshi la polisi, ambalo kwa baadhi ya watumishi wake wamekumbana na changamoto kadhaa. Ukifuatilia ripoti zenu ambayo nyinyi wanahabari mnazitoa na baadhi ya klipu fupi, unamuona wazi kwamba polisi anakumbana na changamoto inayomlazimisha kutumia busara zaidi kuliko nguvu zaidi. Kwa hiyo tuwapongeze kwa kweli. Kwa tunaoyaona tuyapongeze, maana mwanadamu naye kudhibiti hasira ni miongoni mwa kazi ngumu kwake. Lakini pia tuseme tume ya uchaguzi, jeshi la polisi na sisi wadau tuuchukulie uchaguzi huu wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji kwa mwaka huu 2024 kama shamba mfano la kurekebisha mapungufu yote yaliyobainika katika zoezi zima la uchaguzi huu. Kwa ajili hiyo basi tujirekebishe, tuyaepuke katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge, wawakilishi na madiwani mwakani 2025. Uchaguzi huu tuuchukulie kama shamba mfano, tuyaangalie yale ambayo hayapendezi, ili hayo sasa yawe kama ni mfano, kama yawe darasa kwetu, tusije kuyarudia, yasije kutokea katika uchaguzi ujao. Yani kila mmoja aangalie kivyake, maeneo yalikuwa wapi, ni kwa sisi wapiga kura, ni vyombo vya ulinzi, ni wasimamizi wetu, ni vyama vyetu. Kila mmoja aangalie sehemu yake, ili tujipange vizuri uchaguzi ujao ambao huu ni mkubwa zaidi, tuuboreshe kwa uzuri zaidi. Kwa tuanze wale wazazi, familia, ndugu na jamaa wote wa karibu waliokumbwa na misiba na changamoto zinazohusiana na kadhia ya uchaguzi wa serikali za mitaa, vitongoji na vijiji, tuwape hivyo, tuungane nao. Na insha Allah jeshi la polisi na tume ya uchaguzi na sisi wadau kwa pamoja tushirikiane kukemea uhalifu wa aina yoyote na mauaji yanapotokea, bila kujali siasa, bila kujali vyama, bila kujali nini. Uhalifu tuupe sura ya uhalifu, na wema tuupe sura ya wema, bila wema kuhusisha na vyama au bila ubaya kuhusisha na vyama.
Yani tuwe na tabia ya kuchukia ubaya, tuwe na tabia ya kuona uzuri. Kwani roho ya mwanadamu ina thamani ambayo hailinganishiki. Yani huwezi ukafanya utafiti mpaka ukaona roho ya mwanadamu ni halali kuipoteza au kuidhuru. Hiyo sio sawa. Dini haikubali, serikali haikubali, na jamii pia haikubali. Kwa hiyo tushirikiane wote kukemea kwa pamoja. Tusijenge picha kwamba wale wanafurahia mauaji. Tusifanye hivyo, tusijenge picha hiyo. Pili, tuwapongeze wenzetu waliopewa dhamana ya kusimamia mchakato wa uchaguzi, ambao ni watendaji wa serikali za mitaa, vyama vyote vilivyoshiriki uchaguzi, wakiwemo viongozi wakuu wa siasa, chama tawala, vyama pinzani. Tusiache kuwapongeza, tuwapongeze. Na pia tuvipongeze vyombo vya ulinzi na usalama, haswa jeshi la polisi, ambalo kwa baadhi ya watumishi wake wamekumbana na changamoto kadhaa. Ukifuatilia ripoti zenu ambayo nyinyi wanahabari mnazitoa na baadhi ya klipu fupi, unamuona wazi kwamba polisi anakumbana na changamoto inayomlazimisha kutumia busara zaidi kuliko nguvu zaidi. Kwa hiyo tuwapongeze kwa kweli. Kwa tunaoyaona tuyapongeze, maana mwanadamu naye kudhibiti hasira ni miongoni mwa kazi ngumu kwake. Lakini pia tuseme tume ya uchaguzi, jeshi la polisi na sisi wadau tuuchukulie uchaguzi huu wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji kwa mwaka huu 2024 kama shamba mfano la kurekebisha mapungufu yote yaliyobainika katika zoezi zima la uchaguzi huu. Kwa ajili hiyo basi, tujirekebishe, tuyaepuke katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge, wawakilishi na madiwani mwakani 2025. Uchaguzi huu tuuchukulie kama shamba mfano, tuyaangalie yale ambayo hayapendezi, ili hayo sasa yawe kama ni mfano, kama yawe darasa kwetu, tusije kuyarudia, yasije kutokea katika uchaguzi ujao. Yani kila mmoja aangalie kivyake, maeneo yalikuwa wapi, ni kwa sisi wapiga kura, ni vyombo vya ulinzi, ni wasimamizi wetu, ni vyama vyetu. Kila mmoja aangalie sehemu yake, ili tujipange vizuri uchaguzi ujao ambao huu ni mkubwa zaidi, tuuboreshe kwa uzuri zaidi.